Kwa sababu mwanadamu hatatosheka tu na kuwa yeye anakula, hatatosheka tu na kuwa yeye analala, hatatosheka tu anavaa, bali lazima awe na jambo zima la amani liwe limetawala katika mji anaoishi. Ndugu katika imani, miongoni mwa njia ambazo ni njia kubwa kabisa za kufikia kuhifadhi amani ni jambo zima la kutii na kusikiliza viongozi katika jambo ambalo wataamrisha, si katika kumwasi Allah tabaraka wa taala, kwa sababu amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata al-makhluqi fi ma'siyati al-khaliq, hakuna kumtii kiumbe katika swala zima la kumwasi Allah tabaraka wa taala. Kwa maadamu kiongozi yoyote ambaye anakuongoza wewe, kiongozi ambao anasimamia jambo lako katika mji wako, katika mtaa wako, katika nchi yako, lazima wewe unatakikana kumtii kiongozi huyo na kumsikiliza kiongozi huyo, maadamu atakuwa hajakuamrisha katika kumwasi Allah tabaraka wa taala. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo amepokea Imam Muslim na Imam Bukhari rahimahumullah tabaraka wa taala, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah. Yoyote ambaye atanitii mimi Mtume afahamu ya kwamba atakuwa amemtii Allah tabaraka wa taala, na yoyote ambaye ataniasi mimi basi atakuwa amemwasi Allah tabaraka wa taala. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea akasema, waman yuti al-amira faqad ata'ani, yoyote pia atakayemtii kiongozi basi huyo atakuwa amenitii mimi. Waman yuti al-amira faqad asani, na yoyote ambaye atamwasi kiongozi, ataenda kinyume na kiongozi wake, atatoka katika toa kiongozi, basi mtu huyo pia atakuwa ameniasi mimi. Kwa ndugu katika imani, pamoja na haya yote ambayo ninayazungumza, bila ya shaka tunafahamu mazingira tulionayo katika wakati huu tulionao katika nchi yetu hii. Kuna mambo mbalimbali ambayo yanapitia katika wakati huu. Ni juu ya Waislamu, jukumu lao kubwa ni kuchunga amani ya nchi yao, si vinginevyo. Usimsikilize yoyote katika wale ambao wao ulinganiaji wao ni kuhusiana na kutoka katika toa ya viongozi, na jambo hili si katika itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kiongozi yoyote ambaye anatawalia mambo yetu, hatujaamrishwa Waislamu kumwasi kiongozi huyo, maadamu hatakuwa ametuamrisha katika kumwasi Allah tabaraka wa taala, bali ni wajibu kwa Muislamu kumtii kiongozi kwa mambo ambayo ameamrisha na kumsikiliza pia. Na jambo hili la kuwatii viongozi au watawala ambao tunao si jambo la khiari, kwamba Muislamu anakhiarishwa kwamba akitaka atii, akitaka asitii. La hasha wa kalla, bali jambo hili ni jambo ambalo ni la wajibu na ni jambo la dini, na ni jambo ambalo Waislamu wanatakikana kulitekeleza jambo hilo. Na anasema al-Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, anasema kwamba 60 sana ma imamin jairin khairun min lailatin bila imami. Kuna baadhi ya watu wao wanalalamika kila siku kwamba viongozi waliokuwepo ni madhalim, viongozi waliokuwepo hawatekelezi haki za maamuma wao au haki za wanaowatawala. Lakini fahamuni ya kwamba jambo la uongozi ni jambo la kisheria. Sawa sawa kiongozi awe anatekeleza wajibu zote ambazo anatakikana kuwatekelezea raia wake, au iwe ni kinyume chake, jambo la wewe ambaye ni muongozwaji inatakikana kutii na kusikiliza kile ambacho kiongozi wako anakuwa amekuamrisha, maadamu itakuwa katika kumwasi Allah tabaraka wa taala. Kwa ndo anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala kwamba mwanadamu au binadamu kuishi miaka 60 chini au akiwa pamoja na kiongozi ambaye ni muovu, kiongozi jeuri, kiongozi ambaye hatekelezi haki za raia wake, ni bora kwa wanadamu hao kuishi na kiongozi huyo kwa muda wa miaka 60 kuliko kukaa usiku mmoja tu, sio siku moja, usiku mmoja tu bila kuwa na kiongozi. Hili jambo linaonyesha umuhimu wa kuwa kiongozi. Sawa sawa awe ni kiongozi anayetawala, awe anatawalia
kwa kutumia sheria za Allah tabaraka wa taala, au anatawalia kutumia sheria isiyokuwa ya Allah tabaraka wa taala. Sawa sawa kiongozi huyo awe ni muovu au kiongozi huyo awe ni mwema, lakini kuishi chini ya kiongozi ni bora kwa Muislamu na kwa mwanadamu kwa ujumla kuliko kuishi usiku mmoja bila kiongozi. Na tunafahamu kwamba kanuni hizi ambazo zimewekwa na watawala walioko katika madaraka, bila shaka zisingekuwa zinasimamiwa, basi ingekuwa ni ufisadi mkubwa ambao ungepatikana katika ardhi ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu ingekuwa kila mtu mwenye nguvu anafanya kile anachokiweza kwa mtu ambaye ni dhaifu. Kwa hiyo mtu akitaka kuchukua mali fulani anaenda kwa mtu fulani maadamu anamshinda nguvu, na akachukua mali ile na akaondoka nayo. Au mtu akimkosea mtu mwingine, yule mtu kama ana uwezo wa kumuua na muua, na hakuna kushtakiwa, hakuna nini. Jambo hilo ingepatikana ufisadi mkubwa katika ardhi ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, kuna baadhi ya watu ambao tunawaona wakiwa ni walinganiaji wa jambo hili la watu kutoka katika toa ya viongozi waliokuwa nao. Tuna mifano mingi katika nchi ambazo zinatuzunguka, ikiwemo nchi ya Libya, katika nchi za Kiafrika, ikiwemo nchi ya Kongo, ikiwemo nchi ya Sudani na nchi zingine ambazo zimepitia katika wakati ambapo hakuna amani ndani yake. Bila shaka tunaona madhara yaliyopatikana. Kuna baadhi ya watu, kuna mambo waliokuwa wanayadai ambayo kuna mambo makubwa ya maslahi waliokuwa wakiyapata kinyume na mambo hayo, lakini kwa sababu mambo hayo madogo, kutokana na wanasiasa na wanaharakati mbalimbali walivyokuwa wakiwashajihisha watu na kuwasihi kutoka katika toa ya viongozi wao, na wakafanya yale ambayo walikuwa wakiambiwa, na wakaona yale ambayo yametokea katika madhara. Kuna baadhi ya nchi leo zimekuwa haziingiliki. Ni nadra kumsikia mtu anatoka hapa anaenda katika nchi ya Libya kwamba anaenda kuishi. Ni nadra. Au mtu anatoka hapa anaenda katika nchi ya Sudani au nchi yoyote ambayo ina vita. Lakini angalia nchi uliyokuwa nayo wewe. Nchi ambayo unakaa, unaweza kufanya biashara zako mpaka asubuhi, yani ukakesha usiku mzima bila kupata madhara ya aina yoyote. Lakini bado kuna baadhi ya watu wanaona kwamba hili halitoshi, bali kuna haki ambazo tumekosa. Inatakiwa watu waongee, watu wachachamae, watu waandamane na mambo mengine yasiyokuwa haya, katika mambo ambayo yanaweza kupelekea uvunjifu wa amani katika nchi. Bila ya shaka mambo haya ni mambo ambayo hayafai katika dini yetu ya Kiislamu, hasa katika aqida ya Ahlus-Sunnah wal Jamaa. Ndio katika imani hii hofu ambayo watu wanaokuwa nayo, kutiwa hofu na watu ambao ni wanaharakati wa kuwahusia na kuwahamasisha watu katika kuvunja au kuacha ile misingi ya madhubuti ya kuwa chini ya toa viongozi wao na kuwashajihisha kutoka katika toa za viongozi wao, wafahamu ya kwamba watu hao wana maslahi yao ambayo wameyatanguliza. Na ndio maana ukiangalia wengi katika wao, huenda wengine wakawa hawaishi katika nchi zetu hizi, wakawa wanaishi katika nchi za Ulaya, na kuna pesa ambazo wanakuwa wanazipokea kwa ajili ya kuhakikisha kwamba jambo lao linatekelezwa au jambo lao hilo linafuatwa. Tufahamu ya kwamba jambo la amani ni jambo lililotangulizwa kabisa kuliko mambo yote ambayo unaona wewe una haki ya kuyapata. Aqulu ma tasma'una, astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اوصيكم مره ثانيه بتقوى الله تبارك وتعالى فانه لقد فاز المتقون. Ndugu katika imani, na kuhusieni mara ya pili pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mambo mawili ambayo baadhi ya wanaharakati wanaohamasisha watu katika kuvunja amani ya nchi zao wanaongelea sana. Jambo la kwanza ni jambo la amani, na jambo la pili ni jambo la haki. Wengi katika wanaharakati katika kuyazungumzia mambo hayo mawili, wao wamejikita katika jambo la haki kwamba linatakiwa litangulizwe kuliko jambo la amani.
na hii ni kinyume na itikadi ya Ahlus-Sunnah wal Jamaa, kwa sababu jambo la haki halitangulii kunako amani, isipokuwa amani ndio inatangulizwa kunako jambo la haki. Kwa sababu hata ukiangalia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, maelekezo aliyokuwa akiwaelekeza maswahaba wake, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na mtu kumtii kiongozi wake, anasema kwamba usikie na utii hata kama ukinyang'anywa mali yako au ukipigwa katika mgongo wako. Jambo hili la mali ni haki yako, na jambo la kupigwa, ukikataa kupigwa na kuwa unatetea haki yako. Lakini Mtume alayhi salam alitanguliza mtu kuwa na amani kuliko kutoka katika toa ya kiongozi akubali kupigwa na akubali kuchukuliwa mali yake. Bila shaka jambo hili la amani linatanguliza kunako jambo la haki au kuliko jambo la haki. Haifai Muislam kulingania kwamba tunataka haki kuliko bora tukose amani lakini tuipate haki. Na haya ndiyo yamesababisha machafuko yatokee sehemu mbalimbali, na inaanza maneno madogo madogo kama hivi ambayo yanaenea katika nchi zetu hizi, lakini baadaye yanakuwa ni mambo makubwa mno. Na siku zote vita itakapoingia katika mji, kuondoka ni ngumu, kama baadhi ya watu wanavyodhani kwamba itapita tu, ni kipindi cha mpito, tutapita katika maisha magumu lakini itakuja khairi baadaye. Hapana, jambo halijakaa hivyo. Sehemu zote ambazo walikuwa wanaongelea mambo haya, mfano mdogo katika nchi ya Libya, alikuwepo kiongozi ambaye alikuwa anatawalia mambo ya watu, alikuwa khairi nyingi akiwagawia wale ambao ni raia wake, ikiwemo kama tunavyosikia kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanapewa pesa kwa ajili ya kujikimu katika maisha yao, wanapewa pesa wakitaka kuoa, watu wanalipwa hata kama hawana ajira na mfano wa mambo yao katika mambo ya khairi. Lakini pamoja na hayo wakatokea wanaharakati wa kuhamasisha watu kwamba nyie mnakosa uhuru wa kuongea. Inawezekana mnapewa haki, mnapewa hayo mnayopewa, lakini kuna jambo kubwa ambalo mmelikosa nyinyi, ambalo ni uhuru wa mtu kuongea. Uweze kuongea unalolitaka, uweze kufanya unalolitaka, na kuzuia baadhi ya mambo ambayo yanakuwa yanafanywa na mtawala. Jambo lile likawapelekea baadhi ya watu walikuwa na fikra potofu katika dini yao, wakaharibu nchi yao. Leo hii imekuwa neema zote zilizokuwa zinapatikana katika nchi ya Libya hazipo tena. Miundombinu iliharibika, mashule yalibomoka, mahospitali yaliharibika, nyumba hazitamaniki, bali mji umekuwa kama gofu, kama mji wa zamani uliopitwa. Lakini ulikuwa ni mji miongoni mwa miji ilikuwa na neema kubwa alizopa Allah Tabaraka wa Taala. Lakini wao wakadanganya na watu ambao wanatoka katika nchi za magharibi na kuwadanganya watu kwamba wamekosa uhuru wa kuongea. Ndugu zangu katika imani, leo mnatambua dunia ya leo ilivyo. Nyie wote ni mashahidi namna ya mambo yanavyokwenda. Kuna baadhi ya mambo ambayo watu wanahamasishwa kufanyika katika nchi zao, hasa nchi za Kiafrika, lakini huko katika watu wanaodai kwamba Waafrika wamekosa haki, na wenyewe wanafanya yale yale ambao viongozi wa Afrika wanayafanya. Katika matukio ambayo yanaendelea, mathalan katika miji ya Marekani na mfano wake, watu walikuwa wanakatazwa viongozi kwamba ikitokea raia wanaandamana haitakiwi muwazuie. Ikitokea raia wanaandamana msitume askari kwenda kuwazuia. Lakini hayo yamefanyika katika nchi ya Marekani ambayo ni nchi kubwa inafahamika. Raia wameandamana, serikali imechukua jeshi kwenda kuwapiga raia. Lakini haya ikifanyika kwa kiongozi wa Afrika, watu wanashawishiwa, raia wa Afrika wanashawishiwa kutoka katika toa ya viongozi wao. Hili jambo ndio katika imani watu watakuja kulijutia kama wakisikiliza hao wanaharakati ambao desturi yao au tamaduni zao ni wao kupewa pesa kwa ajili ya kutafua amani ya nchi. Ni kheri chakula kidogo unachokipata katika ukiwa na amani kuliko ule biliani. Au unaonaje ule biliani na kuku alafu unakula hapo bomu linatua mbele yako, unajisikiaje? Bila shaka kwamba amani ni jambo bora kuliko mambo mengine yote ambayo watu wanatanguliza katika mambo ya maslahi. Haya maisha ya dunia ni maisha mafupi mno, ambapo hata ukisema hizo haki unazozitaka wewe, upewe kila kitu utakachokupewa, uwe na mali dunia nzima, matokeo yake ni kufa. Lakini ukiishi ukiwa na amani, utamwabudu Allah Tabaraka wa Taala ukiwa na uhuru, kwa sababu ibada haiwezi kutekelezeka kama inavyotakiwa kutekelezeka ikikosekana jambo zima la amani. Ndio maana mpaka katika sheria ya Uislamu kuna swala inaitwa salatul khawf, ambapo watu wakiwa katika hali ya vita wanaswali tofauti na hivi tunavyoswali tukiwa na amani. Bila shaka kwamba jambo la amani ni jambo kubwa mno na linahitajika popote. Na wewe Muislamu, jukumu lako ni kulingania amani popote utakapokuwa.
na usighurike na yoyote atakayekudanganya katika kuvunja amani ya nchi yako. Waislamu, jiepushe na baadhi ya mitandao ya kijamii kutokana na posti zinazopostiwa kwa wale wanaharakati wa kuvunja amani ya nchi, na wewe Muislamu ukaghurika na kushare ile video inayotumwa au maandiko yaliyotumwa ukaenda kupeleka sehemu nyingine. Ikitokea uvunjifu wa amani katika nchi hii, hakika na wewe utakuwa umeshiriki kwa namna moja au nyingine, na utaenda kumweleza Allah tabaraka wa taala kwa nini ulimwaga damu za Waislamu. Jambo hili la amani ni jambo au ni jukumu la kila mmoja wetu kulitunga katika mji aliyokuwa nao. Na wale ambao wametoka katika nchi zenye vita, ukiongea lugha hii wanakuelewa unaongea nini. Lakini kwa sababu baadhi yetu tumezaliwa Tanzania, hatujawahi kusikia kwamba mabomu yamelipuka sehemu fulani, kwamba kuna watu wanapiga mabomu au kuna bunduki. Ndio maana hapa ikitokea mlio mdogo tu hapo nje, watu wote watatahamaki kutokana na tamaduni tulizokuwa nazo katika mji yetu. Sasa kuna baadhi ya watu katika miji waliokuwepo hakuna amani hata kidogo. Yaani mtu leo upo leo juu leo mkononi, muda wowote unajua kinaweza kikachafuka na nikahama. Bali kuna baadhi ya watu wamehama kutoka katika nchi zao miaka na miaka na hawatamani mpaka leo kurejea. Na bila shaka hakuna mtu ambaye hapendi nchi yake. Hakuna mtu ambaye hapendi mji aliyokuwepo. Hata kama utakuwa ni mbaya kiasi gani mji wako, hata kama utakuwa ni maskini kiasi gani, na mfano mdogo, hama nenda katika nchi zilizoendelea, alafu ukae huko. Uone kama hakuna siku hutatamani kurudi katika nchi yako, au hakuna siku hutatamani kwenda kurudi katika ardhi uliyofia. Jambo hili ni ishara tosha kwa Muislamu kufahamu ya kwamba inatakikana yeye ni jukumu lake kulinda amani ya nchi yake. Tusiwi na yani rasharasha zozote ambazo zinapelekea katika kuvunjika kwa amani ya nchi na wewe utashiriki Muislamu. Jukumu lako wewe muabudu Allah tabaraka wa taala. Omba, muombe kiongozi aliyekuwa katika madaraka, muombe kwa Allah tabaraka wa taala. Maneno haya aliyasema Imam Ahmad rahimahullahu taala, alisema kwamba laiti kama angekuwa na dua ambayo anaamini dua yake inajibiwa, basi angekuwa dua yake anaielekeza kwa kiongozi, kwa mtawala, kwa sababu desturi ya Allah tabaraka wa taala akitengamaa kiongozi, basi na watu wote wanatengamaa. Na Allah ndio maana akasema hawezi kubadilisha yaliyopo kwa watu mpaka watu wabadilishe yaliyopo katika vifua vyao, katika nafsi zao, katika matendo yao. Kwa hiyo jukumu la Muislamu ni kutekeleza, kumwabudia Allah tabaraka wa taala ukweli wa kumwabudu. Haya mambo mengine hayakuhusu wewe. Sijui mchele kupanda bei ndio ile sababu ya wewe kuingia mtaani kwenda kuchoma matairi ya gari kwanza eti kwa sababu mchele umepanda bei. Mchele ukipanda bei, muombe Allah tabaraka wa taala ataushusha. Yeye ndio kazi yake, si kazi ya kiongozi. Ndio maana hata hizo nchi ambazo tunasikia kwamba ni nchi zenye nguvu duniani, bado na wao kuna baadhi ya vitu vina bei kubwa kuliko hata huku kwetu. Leo hii Muislamu unawezekana ukawa na shilingi 1000 na ukala wewe na familia yako na ukashiba. Kuna baadhi ya nchi shilingi 1000 haihesabiki hata kama ni hela. Shilingi 1000 hii ambayo tunaitumia si kama pesa ambayo unaweza ukala na familia yako ukashiba. Kuna baadhi ya nchi haihesabiki kama ni pesa. Yaani huwezi kufanya chochote. Sasa kama unaweza kupata khairi hizi zote ambazo wewe unaona hizi khairi hakuna kitu wala nivunje amani, Waislamu haiwezi kupatikana kumwabudiwa kwa Allah tabaraka wa taala kule kuabudiwa kama kuna vita. Huwezi kufanya biashara yako yoyote unayoifanya kwa kuna vita. Hauwezi kufanya jambo lolote, bali kuna baadhi ya watu watakimbia nchi yao ikitokea Allah tabaraka wa taala akadiria kutokea vita katika nchi hiyo. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala ahifadhi nchi zetu. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala ahifadhi viongozi wetu na watengenezee mambo yao ili mambo ya watu yaweze kutengamaa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa aqimis salah.